Hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena na usiku mwingine huu. Karibu tuweze kutazama na kuzungumza wote habari za kitaifa, habari za kimataifa sambamba na habari za biashara na uchumi, lakini pia tutangaza kwenye habari za michezo na burudani. Hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Juma Mohamed ambaye utaambatana nami katika kutazama habari hizo kwa ukubwa wake, kwa zile habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau upande wa habari za kimataifa, habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo atakuja hapa Bibi Esther Mtebe kuja kuangaza kiundani zaidi kunani. Karibu sana, tuanze kuangaza habari. Wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wanatarajiwa kukutana kesho Machi 7 huko jijini Arusha katika mkutano wa 25 wa kikao cha kawaida, ambapo wanatarajiwa kuamua juu ya masuala yanayogusa mustakabali wa kiuchumi, kisiasa na kisheria wa ukanda wa Afrika Mashariki. Taarifa zaidi kutoka Arusha inafafanua. Katibu mkuu wa EAC Veronica Nduva akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha amesema mkutano huo ni wa kikatiba na hufanyika kila mwaka kwa mujibu wa mkataba wa uanzilishi wa EAC, ukiwa ni chombo cha juu cha maamuzi ndani ya jumuiya. Nduva amesema katika mkutano huo wakuu wa nchi wanatarajiwa kuzindua nyaraka 2 zenye uzito wa kimkakati, ikiwemo dhamana ya forodha ya jumuiya, yani EAC Customs Bond, hatua inayolenga kurahisisha usafirishaji wa mizigo mipakani na kupunguza urasimu na kuongeza ufanisi wa biashara ndani ya soko la pamoja la kikanda. Kutakuwa na uzinduzi wa stakabadhi 2. Ya kwanza ni ile nimesema ya dhamana ya forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo kwetu sisi nimesema tunajivunia sana. La pili la kuzinduliwa utakuwa mkakati wa maendeleo wa 7 wa vile tutafuata mipangilio na miradi katika jumuiya. Mbali na uzinduzi wa nyaraka hizo, ajenda nyingine ni mabadiliko ya uongozi katika ngazi za juu za jumuiya kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa, ambapo ofisi ya mwenyekiti wa EAC hubadilishwa kila mwaka na mzunguko wa nchi wanachama, ambapo kwa sasa nafasi hiyo inashikiliwa na Rais wa Kenya Dr. William Ruto. Ratiba ambayo ipo na uzoefu ambao umekuwa ni kwamba mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huwa anabadilika kila baada ya mwaka mmoja. Na kwa sasa tunaona kutakuwa na ubadilifu kutoka Kenya imekuwa ndio mwenyekiti, marais wenyewe watazungumza, wataafikiana, alafu watakuwa na mwenyekiti mpya. La pili pia ambayo ni mbadiliko katika ofisi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida kila miaka 5 jumuiya huwa inabadilisha. Nchi ya Kenya imekuwa na katibu mkuu kwa miaka 5, na kwa hivyo sasa marais wenyewe watachagua ambaye atakuwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pamoja na mambo mengine, mkutano huo utajadili taarifa za utekelezaji wa maelekezo yaliyotolewa katika mkutano wa mwaka 2024 pamoja na tathmini ya mafanikio na changamoto katika biashara, miundombinu, amani na usalama. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar. Kwingineko, watafiti wa kilimo wanawake katika taasisi ya utafiti wa kilimo TARI kituo cha Naliendele mkoani Mtwara wametoa msaada vifaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na majiko ya gesi na vyakula kwa wanawake wazee wa kata ya Naliendele, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wa watoto wa wazee hao ambao wanasaidia kufanya shughuli za utafiti wa kilimo kwenye kituo hicho. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara, taarifa yake inafafanua zaidi. Wanawake watafiti wa kilimo TARI Naliendele wameamua kutoa msaada huo wa majiko ya gesi, vyakula aina mbalimbali pamoja na sabuni kwa wanawake wazee na wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo wao kama watafiti wa kilimo wanatambua mchango wa kina mama wa kata Naliendele wanaozunguka kituo cha utafiti, ambapo watoto wao huwasaidia kwenye kazi za utafiti wa kilimo. Kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake tarehe 8 ambayo yanaadhimishwa kila mwaka duniani, tukaona ni vyema tuweze kushirikiana au kuungana na wanawake wenzetu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu kwa kuwapa zawadi kidogo kama mtungi wa gesi, unga, mchele, sabuni na mafuta, ili angalau na wenyewe wajisikie furaha kuwa wanawake wenzao
tunawapenda, tunawajali. Jamii hapa iko pamoja na sisi bega kwa bega katika shughuli zetu za utafiti pale TARI. Yaani tunaishi kwa kushirikiana. Kwa mfano kama sasa hivi tuko kwenye msimu, wao tunakuwa nao bega kwa bega kuanzia kupanda mpaka kuvuna. Aidha, kina mama waliopatiwa msaada huo ikiwemo waliowahi kushiriki katika kazi za utafiti enzi za ujana wao na wengine watoto wao wakishiriki kwenye kazi za utafiti, wanasema licha msaada waliopatiwa leo, TARI Naliendele imekuwa na msaada mkubwa kwao katika sekta ya kilimo kwa kuwapatia mbegu bora za mazao na mbinu bora za kilimo cha kisasa na chenye tija. Nimefanya kazi TARI zamani enzi ya ujana wangu. Lakini sasa hivi nashukuru kwa wanawake wenzangu kunisaidia kutuletea vyakula, majiko ya kupikia. Kwanza mbegu zake TARI, mbegu za karanga mzuri. Yaani wanahamasika sana. Tena ninashukuru sana kwa msaada huu. Na hiyo TARI tunafaidika, kaka zetu na ndugu zetu wanafanya kazi zile TARI, kwa hiyo tunafaidika na tunashukuru tunao. Kutoka Naliendele mkoani Mtwara, Domarima cha Ndaleteni. Haya, kutoka Mtwara tukaangaze habari nyingine ambapo serikali yawahimiza wadau kuchangamkia fursa ya matumizi ya nishati mbadala kwenye vyombo vya moto, ambapo pamoja na kupunguza gharama za matumizi, lakini pia watarahisisha mageuzi ya kiuchumi na kufanikisha mpango wa maendeleo endelevu ya uchumi hapa nchini. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Wito huo umetolewa na Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati, Mhandisi Felchesmi Mramba jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi rasmi wa magari yanayotumia umeme kupitia kampuni ya Zera na kuhudhuriwa na wadau mbalimbali wa sekta ya nishati na usafirishaji. Mhandisi Mramba amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kupitia sera thabiti na diplomasia ya uchumi, hali inayochochea uwekezaji katika teknolojia mpya ikiwemo usafiri wa kutumia umeme. Tuna magari kati ya 5,000 yanayotumia nishati ya umeme nchini sasa hivi. Ukiongezea na bajaji na bodaboda, tuna vyombo vya usafiri kama 10,000 ambavyo vinatumia umeme. Lakini tunaamini kwamba tuko katika wakati sahihi wa kuongeza idadi ya vyombo vinavyoendeshwa na umeme. Aidha, amesema matumizi ya magari ya umeme yatasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa usafiri pamoja na kupunguza uchafuzi wa mazingira, jambo litakalosaidia kulinda mazingira na kuchochea ukuaji wa uchumi. Hii tutaleta urahisi mkubwa sana katika maisha ya watu, lakini pia tutakwenda kwenye eneo la mazingira kwa sababu gari hizi hazina emission yoyote, hazitoi moshi wowote. Kwa hiyo tutaenda eneo pia la kuboresha sana mazingira, na ni teknolojia ambayo inakubalika mahali popote kwa sababu ya usafi wake. Kwa hiyo sisi katika Wizara ya Nishati tumejiandaa. Hatua hii ya kwanza ni ya uingizaji na usambazaji. Hatua ya pili tutaleta vipuri. Sasa kwa Kiingereza tunasema ni SKD, semi knockdown. Alafu tutakuwa tuna assemble haya magari hapa ili kuweza kuhamisha teknolojia ije hapa, kupunguza gharama za kumiliki gari kwa sababu wakati wa kuleta tutalipa kodi ya uigizaji, lakini pia tutaleta ajira pamoja na teknolojia, na tutaleta foreign exchange kwa sababu export haya magari kwenda nchi za jirani zinazotuzunguka. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Tunaambiwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara Stephen Wasira amesema CCM itaendelea kuimarisha ushirikiano wa Chama cha Ukombozi cha Msumbiji Frelimo kama ilivyokuwa ndoto ya waasisi wa vyama na mataifa hayo mawili. Tuungane na Salum Kambala ambaye alikuwa shuhuda wa taarifa hiyo. Mzee Wasira ameyasema hayo alipomkaribisha katibu mkuu wa Frelimo Shakil Abubakar katika ofisi ndogo ya makao makuu ya CCM Lumumba jijini Dar es Salaam, ambapo wawili hao wamejadili namna mbalimbali za kuendeleza ushirikiano uliopo ili uimarike zaidi. Kipekee akimweleza kuwa CCM chini ya uongozi wa mwenyekiti wake Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inatekeleza kwa nguvu zote mpango wa kihistoria wa kuhakikisha mshikamano wa Tanzania na Msumbiji unadumu. Kumbuke kwamba Mondolana alikufa, aliuawa akiwa anatafuta haki ya watu wa Msumbiji. Alikuwa kijana,
vijana wa sasa wa Msumbiji watakuwa wamefanya makosa kusahau kwa nini Mondlane alikufa, na alikufa nje ya nchi yake. Samora aliuawa kule kusini wakati kwenye ndege. Waliokuwa wanapinga mapinduzi ya Msumbiji ndio hao wanaopinga mapinduzi ya Tanzania, mapinduzi ya CCM. Kwa upande wake, katibu mkuu huyo wa Frelimo amekipongeza Chama cha Mapinduzi kwa kuiletea maendeleo Tanzania na kwamba ndiyo moyo mkuu ulioachwa na viongozi waanzilishi tangu harakati za ukombozi ambao ni Mwalimu Julius Nyerere, Eduardo Mondlane na Samora Machel. Frelimo ilizaliwa hapa Tanzania na viongozi wake waliandaliwa hapa Tanzania, na mapambano yetu kuelekea uhuru wa Msumbiji hapa Tanzania ndiyo alikuwa mshirika wetu mkuu. Akiwa katika ofisi hizo ndogo za makao makuu ya CCM, katibu mkuu Shakila Abubakar amekutana na kufanya mazungumzo na katibu mkuu wa CCM Daktari Asha Rose Migiro, ambapo pia wamekubaliana kuongeza ushirikiano kwamba katika kuimarisha zaidi uhusiano wa vyama vyetu na nchi zetu, chama chao kitaacha kada wao mmoja ili azungumze na kada wetu namna ya kutunza kumbukumbu za historia yao hapa Tanzania, historia ya Mozambiki na historia ya chama cha Frelimo. Wataangalia ni shughuli gani walikuwa wanazifanya, mali zao zilizopo hapa, na sisi tumeahidi kwamba tutatoa ushirikiano mkubwa. Salumu Mkambala, Channel 10+. Asante sana Salumu Kambala. Kwa sasa tukaangaze habari huko nchini Benin, ambapo kundi la wanamgambo wenye mahusiano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda limedai kuhusika na mauaji ya wanajeshi 15 kwenye kambi ya kijeshi kaskazini mwa Benin. Wanamgambo hao wajiitao kundi la kusaidia Uislamu na Waislamu limesema lilivamia kambi hiyo ya Kofu karibu na mpaka wa Niger siku ya Jumatano. Jeshi la Benin limethibitisha vifo, huku msemaji wa jeshi Colonel James Johnson akisema mashambulizi hayo yamewajeruhi pia wanajeshi wengine 5. Habari zinasema ndege ya kijeshi ilitumwa na kukabiliana na safu ya washambuliaji walio kwenye pikipiki na kufanya operesheni ya angani na kuwaangamiza magaidi 4 na kuharibu pikipiki kadhaa, mfumo wa usafiri ambao wapiganaji wanapenda kuutumia. Afrika ya Magharibi imekuwa ikikabiliwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya makundi yenye silaha na siasa kali, hasa nchini Mali na Niger, lakini katika miaka hivi karibuni mashambulizi hayo pia yameenea katika nchi za Benin na Togo. Haya, tukitoka huko nchini Benin na changamoto hizo za kukabiliana na makundi ya kigaidi, tukaangaze habari nyingine, ambapo wanasheria 40 kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wanatarajiwa kuanza kutoa ushauri wa kisheria na kusikiliza kero za wananchi wa mkoa wa Tanga kwa muda wa siku 6, lengo likiwa ni kumaliza migogoro mbalimbali inayowakabili wakazi wa wilaya zote za mkoani humo. Taarifa zaidi tuungane na Raya Kipingu. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani anatoa taarifa kwa waandishi wa habari juu ya uzinduzi wa kamati ya kisheria itakayoanza tarehe 9 na kumalizika tarehe 15 mwezi huu, ikilenga kutoa ushauri wa kisheria pamoja na kutatua kero za wananchi. Wanakuja makhsusi kwa ajili ya kuweza kusikiliza zile kero sugu ambazo ziko katika za kisheria, ambazo zitaweza kutolewa ufafanuzi wa kisheria, lakini na hatimaye kufungwa kero hizo na kumaliza changamoto zao. Uzinduzi huo katika viwanja vyetu vya Tangamano katika jiji la Tanga, na kliniki ya kisheria itakuwa haina malipo. Kwa hivyo wananchi wote wa mkoa wetu wa Tanga na mikoa jirani wanakaribishwa waweze kushiriki katika kliniki hii, mwendelezo wa kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Hassan ameweza kuifanya, na sisi tunaendelea kumpongeza na kumshukuru sana, na kutetea haki za wananchi wanyonge na kupinga vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora, na kuhakikisha kwamba ukatili wa kijinsia unatokomezwa, lakini kuheshimu utawala wa sheria. Na hapa ikaelezwa jinsi zoezi hilo litakavyokuwa linaendelea hata mara baada ya wanasheria hao kutekeleza jukumu hilo na kuondoka. Ipo kamati ya ngazi ya mkoa, lakini kwenye wilaya zote za mkoa wa Tanga hizi kamati zitakuwepo. Lakini hata baada ya sisi kutoka kwenye hii timu ya mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali Magwiji,
hizi kamati zitaendelea kuwepo ambazo ni kamati za kudumu. Natoa wito waendelee kuzitumia. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Haya, kutoka Tanga tukaangaze habari nyinginezo ambapo wanawake wa Tanzania wakiungana na wanawake wenzao duniani kuadhimisha siku yao. Tume ya Maendeleo ya Ushirika TCDC imewahimiza wanawake kutumia fursa za vyama vya ushirika, kwani ndio ukombozi ama mkombozi wa kiuchumi kwa wanawake hao. Tupate taarifa zaidi. Naibu mrajisi TCDC Bi Consolata Kiluma ameweka wazi umuhimu wa wanawake kutoa maoni na ushauri kwenye vyama vya ushirika ili vyama hivyo viendelee kuimarika. Kwa sababu wanawake wanayo maoni mbalimbali, wanazo hoja mbalimbali ambazo zitasaidia kuvijenga vyama vyetu vya ushirika na kuvifanya viwe bora zaidi. Kwa hiyo ni wakati sasa wanawake watumie hivi vyama vya ushirika kuonesha fursa mbalimbali na namna ambavyo wanaweza wakaonesha uwezo wao kusaidia vyama vyetu vya ushirika vikakua zaidi. Lakini wanawake wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika wakawa na wito kwa wanawake wenzao ambao bado hawajajiunga kwenye vyama vya ushirika. Waone umuhimu wa kwenda kujiunga kwenye vyama vya ushirika kwa sababu tunazo fursa mbalimbali kwenye hivi vyama vya ushirika, ukizingatia tunavyo vyama vya ushirika vya kifedha, tunavyo vyama vya ushirika vya kilimo, lakini pia kwa sasa hivi tuna masuala ya mifugo, uvuvi. Kwa hiyo kwenye sekta mbalimbali hizi za kiuchumi, wanawake wanaweza wakajiunga kule kwenye vyama vya ushirika na wakapata fursa mbalimbali za kukuza kipato chao. Tuna vyama vya wanawake ambavyo pia vinasaidia sana katika wanawake kujikwamua kiuchumi. Sio tu kujikwamua kiuchumi, lakini kuna fursa mbalimbali kwenye ushirika ambazo pia zinakuwa zinawalenga wanawake. Hivyo tunahamasisha wanawake wote waliokuwa nje ya sekta ya ushirika wajajiunga kwenye vyama vya ushirika kujiunga kwa kufuata taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Maadhimisho ya mwaka huu ya wanawake yanaenda na kauli mbiu isemayo haki kwa mwanamke na msichana ni msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira 2050. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kutoka jijini Dodoma. Kama kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tukaangaze habari nyinginezo huko Pemba ambapo naibu waziri Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee, Wanawake na Watoto Zawad Amur Nasoro amehimiza jamii kuwalea kwa maadili mema watoto wenye mahitaji maalum ili waweze kukua katika mazingira bora na kufikia ndoto zao za kielimu. Taarifa zaidi tuungane na Masanja Mabula kutoka huko Pemba. Mheshimiwa Zawadi ameyasema hayo wakati wa hafla ukabidhi msaada wa vifaa vya skuli kwa wanafunzi 250 wenye mahitaji maalum wa mkoa wa Kaskazini Pemba wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 7 uliotolewa na mbunge wa viti maalum mkoa huu Asha Omar Rashid kwa lengo la kusaidia kuinua kiwango cha elimu kwa wanafunzi hao. Twendeni tukawalee watoto walio na uhitaji maalumu. Kutokana na jina lao hilo maalumu, na sisi tukawalee hivyo kimaalumu. Tuwatunze, tuwasaidie, lakini tuhakikishe zile changamoto zao basi twazitatua kama familia, twazitatua kwa kushirikiana na ngazi za serikali zilizopo chini, mfano masheha. Twazitatua kwa kuhakikisha kwamba twashirikiana na afisa mawilaya waliopo kuhakikisha ustawi wao. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Kaskazini Pemba, Mheshimiwa Asha Omar Rashid ameahidi kuendelea kuwasaidia wanafunzi hususan wenye mahitaji maalum. Tutawavisha watoto wetu hawa viatu vilivyo madhubuti na venye uhakika. Mtoto anapotoka nyumbani kwenda shuleni aondoke na tabasamu analolitaka marais wetu wawili. Umekuja na sare hizi na mambo mengine yatasaidia sana kupunguza utoro. Vitoto vinakwenda skuli, wengine kwa utoto wao, wengine kwa bahati mbaya wanaroa njiani. Wakirudi wanapata visingizio na ni hoja ya msingi. Sare haikukauka, siku ya pili hawatendi darasani. Sare na viatu za kuendea shule tena za kisasa kabisa. Nikushukuru na nikupongeze kwa juhudi hizi. Wanafunzi hao wamekabidhiwa sare za skuli, viatu pamoja na taulo za kike kwa wanafunzi wanaokaa dahalia katika skuli ya sekondari ya wanawake Utani. Ni Masanja Mabula, Channel 10 Pemba, Zanzibar.
Asante Masanja Mabura kutoka huko Pemba. Serikali ya Marekani imelegeza kwa muda vikwazo vyake vya kiuchumi dhidi ya Urusi kwa kuruhusu mafuta yake yaliyotelekezwa kwa sasa baharini kuuziwa huko nchini India. Idara ya udhibiti wa mali za kigeni kwenye Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa kibali kinachowaruhusu kuuzwa kwa mafuta na kufikishwa kwa mafuta ghafi na bidhaa za petroli za Urusi hadi Aprili 3 mwaka huu. Wizara ya Fedha, Waziri wa Fedha Scott Bassett amesema ruhusa hiyo itawezesha mafuta kuendelea kuingia kwenye soko la dunia na kuiondolea India mbinyo wa nishati kufuatia kile alichokiita jaribio la Irani la kuteka nyara mfumo wa nishati duniani. Awali India ilikuwa imesema ingeacha kununua mafuta ya Urusi kama sehemu ya makubaliano yake ya kibiashara na Marekani. Itakumbuka kuwa mnamo mwezi Novemba mwaka jana, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza vikwazo dhidi ya kampuni kubwa za mafuta za Urusi akidai ni njia ya kulazimisha Moscow kukomesha vita vyake dhidi ya Ukraine. Tukitoka kwenye taarifa hiyo tukaangaza habari nyingine ambapo mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF umesema una uwezo wa kulipa mara 3 ya kipato cha biashara ya mwanamke ambaye ni mwanachama wa mfuko huo pindi atakapokuwa amesitisha biashara yake kwa ajili ya uzazi. Taarifa zaidi na Epimarcus Apolinali kutoka huko Mbeya. Akizungumza na Channel 10 katika mahojiano ya kufahamu fursa zilizopo kwenye mfuko huo hasa kwa wanawake, afisa mwandamizi wa NSSF mkoa wa Mbeya Ibrahim Ngangam ameeleza fursa hizo na kuasisitiza kujiunga ili kulinda kesho yao. Sisi tutakulipa kile kipato chako kwa mwezi mara 3 yake. Kwa maana inakusaidia kwamba hata kama uliiacha biashara yako kipindi cha kujifungua ama cha kulea zile wiki za mwanzo, haupotezi mtaji wako moja kwa moja. Kwa upande wake, afisa mwandamizi mkuu mafao wa NSSF mkoa wa Mbeya Yohana Mwambilija amewahakikishia wanachama kuwa mfuko unaweza kulipa ndani ya siku 25 baada ya kufungua madai, huku mnufaika wa mfuko huo kupitia mafao ya uzazi akaeleza umuhimu wa mfuko huo. Mfuko ni wa kwenu, kwa maana kwamba wajiwekee akiba. Sisi sasa hivi utaratibu wetu ni kwamba mtu akishafungua dai, akifungua dai leo online au akishindwa aje ofisini, ni ndani ya siku 25 utakao tumlipe mafao yake. Ili kunufaika nikaa nachangia 30,000 kila mwezi, ila pia unaweza wameka mfumo mzuri ambao unaweza ukawa unachangia kidogo kidogo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimarcus Apolinali, Channel 10. Asante sana Epimarcus Apolinali kutoka jijini Mbeya, na taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kwa sasa tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kuangaza habari za biashara na uchumi usiku huu wa leo. Bado endelea kubaki na Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed.